tuliangalia kipengele cha G ambayo tulikuwa tunaangalia kuhusu malango ya nafsi. Malango ya nafsi zetu, tukasema kwamba nafsi ni lango la kwanza. Ili mwanadamu pia aweze kupenya kwenye maisha yako ama kwenye kukupata, anahitaji nafsi yako. Kwanza huingia, yani hupita kwenye nafsi. Na kisha pita kwenye nafsi ndio anaweza sasa akakukamata ama akakusogeza karibu yake na kuchukua moyo wako ama akakufanya ukawa wake. Kwa hiyo tukasema lango lapaswa kuwa imara, lango la kwenye nafsi lapaswa kuwa imara, na tukasema uimara wa nafsi ni mamlaka ya nafsi hii. Na ile mamlaka ya kiutendaji ndani ya nafsi ndio lango, kwamba mamlaka ya mtu inapokuwa imeibiwa, basi ina maana lango lile linakuwa liko wazi. Kwa hiyo adui anaweza kapenya chochote, na mtu anakuwa anayumba katika mambo yake, maisha yake, wokovu na kadhalika, maneno na kadhalika. Kwa sababu ili mtu atende ili mtu aweze kutenda kwa maamuzi ya busara ya kwenye nafsi, yapasa nafsi yake iwe imara. Na tuliangalia kwenye Kumbukumbu la 16 mstari wa 18. Tukasema kinyume na hapo mtu atatenda kwa upendeleo, atakuwa mtu wa upendeleo. Tukaangalia sana kwenye eneo la upendeleo na magani mtu anapendelea. Tukaangalia pia ya pili yake kwamba mtu atakuwa kusikia watu ndio atende, yani mtu akuambiwa ndio aweze kutenda. Aidha akiambiwa atende ndio atatenda, anapoteza reasoning. Yani kuna kitu kinaitwa reason. Reason ni kwa Kiswahili inaitwa ni gani? Sababu. Ufahamu. Sababu. Nini? Sababu. Sababu. Reason ni sababu. Je? Mtu akutoa sababu. Mtu akutoa sababu exactly ya ndio. Mtu akutoa sababu. Kwa hiyo mtu kwa sababu anakosa sasa ile, yani uwezo wake wa kufikiri na kuamua unakuwa haupo. Kwa hiyo mtu anabaki kwenye maisha ya kati na anakuwa ni wa kuwasikiliza watu, anatenda yale anayosikia watu wakisema, ama anaamua kulingana na mtu anasema nini. Unakuta wengine hata watumishi wa Mungu wako hivyo. Mtu anasubiri, mchungaji anasubiri apelekewe umbea, na mtu hapo kanisani ndo anatoka na kuja kuhubiri. Sasa huyo ni mtu ambaye mamlaka ya nafsi yake ina shida, kwa sababu hilo linakuwa sio neno la Mungu. Kwa hiyo mtu anatenda ama anaamua kwa kusikia, ama unafanya maamuzi juu ya mtu ili uweze kuamua kesi, unataka usikilize watu wanasema nini. Kuna ushauri na kuna kusikiliza watu wanasema nini. Sababu ile kusikiliza watu yanaweza yakaja katika mifumo nyingi, na ushauri ni tofauti. Kwa hiyo unakuta mtu anawasikiliza watu wanaposema ndio yeye anafanya kazi. Mitaani wanasema nini? Ndio unaamua unafanya. Hiyo inakuwa sio sahihi. Kwa sababu ya tatu pia ni kama mtu atatenda kwa kuburuzwa. Kwa hiyo hata kwenye masuala ya wokovu mtu anakuwa ni kuburuzwa, omba buruzwa. Yaani kila kitu kama hivi tunasukumana na watu kwa ajili tujue kanisani uburuzwe, ufuatiliwe. Hakuna mtu anayekuamsha asubuhi kwa kuambia kapige mswaki. Unaamka mwenyewe unajua kwamba unatakiwa ukapige mswaki. Hakuna mtu anayekushikia fimbo unywe chai. Unajua kabisa unatakiwa unywe chai kwenye shughuli zako. Kama unakunywa chai, kama hujafunga, kama unakunywa uji, kama unakula, kama unakula ugali, whatever. Unaijua wewe ile system ya. Na hakuna mtu anayekushikia kiboko ndio uweze kuvaa nguo. Unajua kabisa kwamba siwezi kutoka ndani mpaka mimi nimevaa nguo. Kwa hiyo unavaa unatoka. Lakini sasa unakuta mtu wa namna hii ambaye mamlaka yake imeibiwa na shetani, kwenye swala la Mungu tu atabaki anaburuzu. Mengine yote atayafanya, lakini atakosa ile nguvu ya kuyafanya yale ya Mungu. Kwa hiyo ikishafika kwenye masuala ya Mungu inabidi uanze kuburuzi, uanze kufuatilia, uanze kufanya. Mimi nilishangaa naona na sasa hivi naona wameacha. Ilifika wakati watu wakaacha kabisa kwenda kanisani. Kabidi wachungaji waanze kuandaa mabasi. Sijui kama wengine wanafanya mpaka sasa hivi. Miaka kama 4-5 imepita. Wanaandaa mabasi, wanayasimamisha kwenye vituo kama ni watu kwa mfano kama kanisa liko Mikocheni. Watu wana kituo cha kwanza kinakuwa Mbezi, chingine kinakuwa wapi, chingine wapi. Watu wako na zote waende wakapande basi walete kanisani. Hivi una akili sawa. Wewe ukiondoka asubuhi na unalipata kitu unaenda kazini kwa pesa zako. Kanisani unataka uletewe basi. Ni kuburuzwa huko kwa Yesu asifiwe. Na hiyo wakawa wanafanya, watu wanakuja wengi, lakini wale watu sio watu. Unakokota nafsi za watu ambazo hazitaki kuja. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba
eti watu wamekuja wamejaa kanisani. Ni afadhali uwe na mtu huyu mmoja ambaye nafsi yake imetaka kuja. Wanaweza sifa sana. Hakuburuzwa na mtu. Kuliko kujaza watu 1000 ambao wote wameburuzwa. Wamepelekewa mabasi ndio wakaje. Ama imebidi washinikizwe kwanza wapigie simu, waanze kuwapigia message, kesho usikose kanisa. Wewe kuna bosi wako akutumia message ndio wewe ukafika kazini. Unajua kwamba ni wajibu wako, si ndio? Sasa kwa nini iwe kwa mtu huyu anabaki kuburuzwa inakuwa mamlaka ya nafsi yake inakuwa imeibiwa na lango lake liko wazi. Kwa hiyo shetani ameshaweka vizuizi kule ndani yake vya kumzuia yeye asifanye yale yaliyo muhimu. Kwa hiyo anazuilika katika yale ambayo ni muhimu. Ama unakuta mtu amefika umri wa kuoa haoi na hana sababu kwa nini haoi. Msichana haolewi na hana sababu kwa nini haolewi. Kuna ile kwamba ndio hujapata mchumba, sijui hujapata, hivyo ni tofauti. Lakini mtu anaharibu tu maisha yake, hataki kufanya hivyo. Hiyo ni nafsi ile. Kwa hiyo mtu huyo ina maana kwamba anatakiwa aburuzwe, aingizwe kwenye kile kitu ambacho sio sahihi. Ama mtoto anataka kwenda shule, anaburuzwa kupelekwa shule. So kuburuzwa ni sehemu yake ya tatu ambayo kinyume cha mtu kuweza kutenda kwa maamuzi ya busara atakuwa ni mtu wa kuburuzwa. Unaona? Na la nne tukasema kwamba atakuwa ni mtu wa kusingizia. Hiyo sasa anasingizia. Kwa nini kuja? Yaani kila siku yeye ana sababu. Sababu zake zinatokana siku ya kuja kanisani tu. Siku nyingine ambayo sio kuja kanisani ana nafasi ya kufanya kila kitu. Lakini ikifika tu kwa ajili ya kuja kanisani anakisingizia. Anakisingizia. Sasa hili ni tatizo ndani ya nafsi ya mtu. Sasa kwa wale ambao hawajui namna gani ya kudili na nafsi za namna hiyo. Sasa mtu wa namna hiyo ukipigisha naye kelele unapoteza muda wako. Maana hata ukamfanya nini? Hata ukambembeleza vipi? Nafsi yake mlango wake uko wazi. Kwa hiyo la kwanza ina maana kwamba ule mlango ufungwe ambao shetani anaingiza makorokoro yake na kuzuia. Ufungwe kwanza ndipo yule mtu bila wewe kumwambia atakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatakuja una haja kumwambia. Ndio maana wakati mwingine wanasemaga tunamwambia mchungaji au achana nao. Siku atakayokuja aje, siku atakayokuja wewe mwache. Lakini ikifika wakati atakuja mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama ni wazizi hili atakuja tu. Na kama sio wazizi hili ataenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mtu anakuwa na visingizio vingi ambavyo havina maana. Na tushajifunza kwamba kwa Mungu hakuna kisingizio. Hicho tushajifunza. Yaani kama kuna kitu unataka kukosana na Mungu, weka visingizio. Kwa Mungu yeye hajui kisingizio kwa sababu alimuumba mwanadamu na perfect will, yani na maamuzi yaliyo sahihi, sisi sahihi. Yaani yaliyokamilika. Na maamuzi yaliyokamilika. Yaani kwamba Mungu hata siku moja hakumuumba mtu na kasoro. Sizungumzii kasoro ya ukilema wa mwilini. Kwa sababu Mungu hana haja na mwili. Tunazungumza kwenye nafsi, tuko kwenye nafsi. Nafsi ndio perfection ya Mungu katika kumuumba mwanadamu. Yaani pale hakuna mahali Mungu alifanya makosa. Ila kosa lolote linaloonekana ndani ya nafsi ya mtu, adui ameingia ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika kutolewa alitolewa akiwa perfect. Kwa maana hiyo Mungu hategemei kwamba kwa kuibiwa kwako wewe na shetani ukampe yeye excuse. Hilo yeye halimuhusu. Sio kama tunaelewa. Hilo halimuhusu. Ni kwamba anajua alikuumba, wakati anashughulikia nafsi yako aliifanya kamilifu ili uweze kuwa mkamilifu mbele zake na kutenda mbele zake kwa haki na kwa usahihi. Sasa inapofika mahali wewe unashindwa kufanya hivyo, ina maana kuna mahali pana tatizo. Ndio hicho ambacho tunachokiangalia leo. Kwa hiyo unakuwa mtu wa kusingizia. Sasa yale matatizo ndio yanatakiwa yashughulikiwe. Kuliko kupigishana na mtu kelele. Unashughulikia yale matatizo mtu huyu anapokuwa yuko tayari kufanya, ama mnabeba tu katika maombi, mnabeba tu kwenye maombi, mnaomba kwa ajili yake, wala msiseme naye. Mnaachana naye. Aende tu anakuja anafanya hivi, anasingizia, anafanya hivi, unamwacha. Lakini unambeba katika maombi kushughulika na ile nguvu ambayo inamshikilia ili huyu mtu aondoke katika hiki kipengele cha kusingizia ama cha kuburuzwa ama hayo mengine ambayo tumeyaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukaona tuko tumefikia hapa. Kwa hiyo mtu huyu atakuwa hawezi kutenda haki. Hata tenda kwa haki, pekee nakumbuka tuliachia kipengele hicho cha 4 kusingizia. Mtu huyu hatatenda kwa haki na atabaki kuwa mtu wa kuonea.
hatatenda kwa haki, ndio moja. La pili, atakuwa mtu wa kuonea, hatatenda haki. La pili, atakuwa mtu wa kuonea. La tatu, atakuwa mtu wa kugandamiza wengine. Yaani yeye mwenyewe kama yeye itamuia ngumu sana kutenda haki juu yake yeye mwenyewe, kutenda haki juu ya Mungu, mambo ya Mungu, ama kutenda haki juu ya watu. Maisha yake yatakuwa yako mahali kwingine kwa sababu hayuko kwenye ule mstari. Kwa hiyo haki itakuwa duni kwake na haitaonekana ikitendwa ndani yake. Na atakuwa mtu wa kuonea. Lazima ataonea upande mmoja. Sasa nikisema kuonea upande mmoja, wala sio kuonea wanadamu pekee, hata Mungu tunamuonea. Kama tunaposema unapotoa excuses unamuonea Mungu kwa sababu yeye amekufanya with the perfect will. Alafu wewe unamwambia kwamba hujanifanya hivyo. Ni kwamba unamuonea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaonea upande wa pili. Uwe ni upande wa eneo lako la kazi, na watu unaoishi nao, la Mungu, na viongozi wako, na hata kazi yako wakati mwingine unaionea ambapo huitendei haki. Kwa mfano kama unafanya biashara, alafu kisha unashindwa kuwa na matumizi mema ama bora ama mazuri na fedha ya biashara yako, unaionea biashara yako. Kama unafanya kazi, umeajiriwa, na ukashindwa kufanya ile kazi kwa uaminifu, unaionea ile kazi. Sasa kuna vitu ambavyo watu hawajui kama tunahesabiwa makosa katika vitu ambavyo wewe huwezi kuona kwamba ni kitu, lakini vinahesabika mbele za Mungu kwa sababu shida yake iko ndani ya nafsi. Iko kule kwenye nafsi. Kwa hiyo mtu huyu hata siku moja anakuwa hawezi kutenda haki. Atashindwa kujitendea haki yeye mwenyewe. Kwa sababu kuna watu wengine hajitendei haki hata yeye mwenyewe kama yeye. Maisha yake anayeweka yanakuwa varuvaru na kuweka maisha yako kama varuvaru ni kuionea nafsi yako na kujionea wewe mwenyewe. Kuyaweka maisha ya watu wengine pia yakawa mabaya. Kwa mfano, kuna mtu mwingine anachukua huyo nasema kwamba ma-opportunist, yani anapenda kuwatumia watu wengine. Kwamba anamwangalia mtu anaona kwamba huyu nikimchukua huyu nitapata faida naye. Hiyo iko katika njia nyingi. Leo hii hata kama ni wanaume wanaangalia mwanamke huyu ana pesa, kimoa atakuwa na pesa. Mwanamke naye anaangalia mwanamume huyu, kule ni kumuonea mtu. Sio kama unanielewa. Ni vitu ambavyo huwezi kuvitafsiri mpaka wewe umeingia ndani. Kwa sababu vinatafsirika katika utendaji wako kwenye nafsi. Huku nje watu wanaona matokeo. Tu yule amefuata pesa. Amefuata pesa. Ndio kwa sababu amemuonea yule mtu. Kwa sababu angemwacha yule mtu akampata msichana anayempenda, ama angemwacha yule mtu akapata mvulana mwanamume anayempenda, basi ile ndoa ikawa salama. Sasa pale unamuonea mtu kwa sababu unajua kabisa kwamba humtendei haki. Kwa mimi kilichoniweka pale mimi ni pesa. Sio kama tunaelewana. So kuonea kuko katika njia nyingi. Unaona? Na kutokumtendea mwenzio haki. Unaweza usitendee kazi haki, usitendee ndoa yako haki, mtu ambaye yuko kwenye ndoa na bado anazurura huko nje na wanawake na wanaume hatendei haki ndoa yake na anaionea ile ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake ni kitu gani? Maana yake ni kwamba lango la nafsi, ndio maana siku zote tunasema kwamba kwamba lapashwa lilindwe. Kwamba ile lango la nafsi lilindwe ili kukuwezesha wewe kutenda. Sasa tuliona pale juu kutenda kwa busara ama kuamua na kutenda kwa busara na kwa hekima na kwa wema. Yaani na kila kitu utakachokifanya kionekane katika uimara wake. Kwamba kisiwe kilema. Kwa sababu unapotenda pasipo haki, kile unachokitenda kinahesabika kuwa ni kilema. Maana hakiko katika uimara wake na hakijakamilika. Kama ni penzi umelitoa kwa mtu ambaye ulienda kufuata pesa kwake, lile penzi umelitoa, ule upendo umetoa kwake, haujakamilika, ni kilema. Na kama ni kazi unaifanya kwa mtu na hukuitendea haki, mimi nakupa kazi nakwambia fanya hivyo, fanya makorokoro yako, ufanye vizuri na lipua unakimbia unaenda, unafanya ni kilema, unafanya ile kazi katika ukilema na sio katika ukamilifu. Kwa hiyo hata ile pesa ukiichukua, wewe ni mwizi, hujachukua ile halali yako. Wanaweza sifa sana. Kwa hiyo vitu vinatembea kule ndani lakini watu hawaone, hawajui. Kuna watu wako kwenye mahesabu ya wizi lakini hawajui waliiba wapi. Unapokwenda kule unakwenda kuhesabu kwa sababu kitu kama hicho huwezi hata kutubu kwa sababu hujui kama ulikuwa unakosea. Ni kama tunapoingia ndani ndio unaweza kuelewa hivyo kumbe hicho nilikuwa nafanya ndio makosa. Basi ndio tunaingia tunatengeneza. Lakini wakati mwingine tunakuwa hatujui. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mpaka hivi Roho anaposema na sisi. Kwa hiyo unajikuta kwamba utaonea ama utamgandamiza mtu. Utamtoa mtu kwenye nafasi yake katika kufanya hii yani katika kukua katika hivi vitu vya kusikia mambo ya watu, kuburuzwa, kusingizia na kadhalika, kutakuingiza kwenye kutokutenda haki,
kutokutenda utatenda kwa kuonea na kwa kugandamiza pia, kwamba utamdhulumu, utampunja, utamgandamiza mtu mwingine. Na sio mtu tu, haya na apply pia kwenye kazi, kwenye ndoa, kwa Mungu pia. Unapokaa unajua kabisa kwamba unatakiwa kufanya hivi kwa ajili ya Mungu, alafu usifanye, umempunja Mungu, unamgandamiza Mungu katika ile iliyo haki yake. Wanaweza sifa sana. Sasa Biblia inasema ajuaye kutenda mema na asipotenda, hiyo ni dhambi kwake. Kwamba unamgandamiza Mungu kwa kutokufanya kile ambacho unapaswa kufanya. Yeye amesema kwamba kwa mfano amesema mpende Bwana Mungu kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote na kwa roho yako yote. Alafu wewe sasa humpendi. Umpendi kwa moyo, wampenda kwa roho. Umpendi kwa nguvu. Yaani kwa roho wampenda kwa sababu wajifanya waja kanisani, na kwamba kwa sababu waweza kuokoka. Lakini kwa moyo wako humpendi kwa sababu hutii yale anayoyasema. Na kwa nguvu zako humpendi kwa sababu hufanyi yale anayotakiwa kufanya. Sasa hapa ni kwamba unamgandamiza yeye Mungu, kwa sababu kila ambacho alikutaka wewe ufanye ili kilete faida ama kusimamisha ufalme wake katika maisha yako, wewe hukufanya. Kwa hiyo unakuwa unamgandamiza. Na kutokutenda haki katika mambo mengineyo mengi tu ambayo nikianza kuyaeleza haya tutafika mbali. Nichambua hii moja moja kwa ndani sana, tutaenda mbali sana. Lakini kuna vitu ambavyo viko hapa tutakuja kuvikuta kule mbele, kwa hiyo na vihifadhi tutavizungumzia kule, tutaingia ndani katika mambo haya. Kwa hiyo kuna hayo mambo matatu ambayo yanakuaga ndani ya mtu huyu. Haki inakuwa haitendeki, na anakuwa ni mtu wa kuonea, na ni mtu wa kugandamiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nafsi ya mtu wa namna hii ambaye malango yake hayako imara, nafsi ya mtu wa namna hii yanaweza ama huwa yanatumika na kuzimu pasipo yeye kufahamu. Yanatumika na kuzimu, kwa maana yanatumika na adui pasipo yeye kufahamu kwamba anatumika. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakuwa hajui kama anatumika. Na nafsi hiyo inapotumika sasa, na mtu huyu anakuwa hajui, ndipo hapo mtu anafika mahali pa kuingia kwenye dhambi za mawazo. Nitazifafanua hizo, tutaenda into details, tutachambua moja moja. Lakini mtu huyu anakuwa anaingia kwenye dhambi ya mawazo, kwa sababu tunapozungumzia mawazo ni kwenye nafsi. Tuko kwenye nafsi bado, tunazunguka kwenye nafsi, alafu tutakuja tuje kuhame, tutaenda kwenye mwili. Kwa hiyo mtu anaingia kwenye matendo mabaya ya kuwaza. Kizungu anasema ni omission sins, yani ni dhambi za mawazo. Dhambi ambazo huwa zinafanya kazi kule kwenye nafsi, hazionekani kwa macho ya damu na nyama. Huwa hazionekani, lakini zinabaki kule ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Baadaye kabisa ndio yanakuja kuzaa kitu kingine kinachokuja kuonekana katika mwili. Kwa hiyo kwenye dhambi hizo sasa za mawazo ambazo zinazaliwa na mtu huyu ambaye anakuwa anatumika na kuzimu bila yeye kujijua, kwa sababu yeye anakuwa hajui. Mtu huyu huwa kuna vitu ataanza kuvinote ndani yake. Mtu aliyeokoka sasa ataanza kuvinote ndani yake, na nitavitaja na utajiangalia wewe, maana baadaye tutaomba. Utatafuta wewe uko kwenye kipengele gani. Kama hauko hapo, basi neema Mungu kutosha. Na nimesema vichache tu, nafikiri nimesema vitatu. Kwa kinipa neema naweza nikaongeza. Mtu huyu ataanza kuona umbali unaanza kuumbika kati yake yeye na Mungu. Yaani kunaanza kuwa na distance, umbali unaanza kutokea. Na umbali ule unaoanza kutokea sio rahisi mtu kugundua, sababu vitu vinafanyika ndani kabisa. Na wewe utajiona uko sawa, maana yake mwili wako utatembea, utakuja kanisani, kinywa chako kitaomba. Sema tuombe, utaomba. Ukisema kuimba, utaimba. Ukisema kutoa mkono, utatoa. Lakini kuna umbali. Ukijitafuta wewe
mzunguko wako na Mungu haupo jioni. Lakini unasema umeokoka, unasema Bwana asifiwe, kanisani unakwenda, na hao ndio tunao wengi. Wengi sana. Tunao watu wa namna hii. Tumejaa ndani ya makanisa. Kwa hiyo wingi wa miili ya watu kuhudhuria ibada sio kwamba mtu huyu ama watu hao wako karibu na Mungu. Kuna kujisearch. Wewe utafute kuona ukaribu wako wewe na Mungu. Wewe binafsi. Ukaribu wako wewe na Mungu ukoje? Na ukaribu huo hautautafuta kwenye kuomba, kwa sababu kuomba utakuwa unaomba. Kuna watu wanaomba hata masaa 6 lakini hawana ukaribu na Mungu. Kuna watu wanaomba masaa 12 hawana ukaribu na Mungu. Na hichi kipengele cha ukaribu tulikizungumzia kwenye majeraha. Nikasema tutakuja kukiendeleza tena, maana kipo kila mahali. Na hapa tena kipo. Ukaribu wako na Mungu ndio unaodhihirisha ushirika wa ndani ulioko kati ya nyinyi watu wawili. Sasa ule umbali ambao mtu anauona sasa kuna kwenye nafsi, sijui nitaizungumzia vipi, lakini ndani ya nafsi ya mwanadamu ule ukaribu huo ama ule ushirika ambao tunaozungumzia hapa, kwamba utajiona kwamba uko mbali na Mungu. Yaani utaanza kuhisi, kwa sababu unahisi kwenye hisia kwamba unaanza kuhisi umbali, kwa sababu ushirika huu ambao tunaozungumzia na ukaribu huu tunaozungumzia unakaa ndani ya hisia ya mwanadamu, ambacho ni kitendea kazi kimoja wako kwenye nini? Kwenye nafsi ya mwanadamu. Kwa hiyo kitendea kazi hicho kinapokuwa kimekosa feelings, kimekosa hisia za mguso wa Mungu, kuna mahali tumeachana. Hata kama waja kanisani, una kazi ya kumtafuta Mungu mahali uliachana naye. Kwa sababu hatuji kumpata Mungu kanisani, twaja na Mungu kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba unakuwa naye wewe. Ndio maana anakuatakiwa awe ndani yako. Kwa hiyo hautoki huko ukiwa mtupu ili uje kanisani kuja kumtafuta Mungu, hapana. Unakuja ukiwa tayari uko naye. Sasa unapojisearch, unaangalia na kuona, je, hisia zangu kwa Mungu zikoje? Na unaweza kwa urahisi sana ukajifunza kuhusu hisia, kwamba unafanyaje search kuhusiana na hisia zako. Hisia zako utazifanyia search kutafuta ule upendo ambao ulionao wewe wa ndani na Mungu wako. Unautafuta huo upendo kwa jinsi gani? Unautafuta upendo huo kama jinsi, nyinyi wote hapa kuna mtoto mdogo hapa, kama mjatongoza, lakini ni watu ambao una umri ambao hisia zinafanya kazi. Ni hisia zinazofanya kazi ya kwamba unaweza kumwona mwanamke ukasikia kwamba ameugusa moyo wako. Unasikia tu kwamba aidha unampenda, ama kumwona mwanamume ukasikia ameugusa moyo wako. Kwa mfano sasa ndio ndio unaanza kumchumbia, ama ndio unaanza kumtongoza, ndio unataka kumuingiza line, whatever. Lakini ili ufanye ile hatua ambayo ndio unaifanya ndio aje akawe mke, kuna mahali anakuwa amegusa. Sio kama naeleweka? Hawendi barabarani kwenda kuokota mwanamke tu, ama uone tu hivi kuna mahali lazima apaguse kwanza ndani ya nafsi ya mwanadamu. Na hapo anapopagusa ndio kwenye hisia. Sasa hiyo ni sisi sasa wanadamu. Ndio pale unaona kwamba mtu unaweza akasema kwamba nampenda huyu dada, nampenda huyu kaka. Hivyo expression ya upendo ama ya mapenzi inazungumzwa kupitia na hisia ambazo zilizo na mvuto wa aidha aina yoyote ya mtu yule, kulingana na jinsi utakavyokuwa umeichagua ama ndio imegusa nafsi yako. Sasa kwa Mungu unapaswa sasa upate huo mguso wa hisia. Ndio sasa ukisema unampenda Mungu na uko karibu na Mungu,
ni hisia zinazungumza, sio kinywa. Kwa sababu tuko wengi na tuko makanisani na tunasema tunampenda Mungu, lakini ukweli ni kwamba hatumpendi Mungu. Hatumpendi Mungu kwa sababu bado tuna battle na mambo ambayo sio ya kumpendeza Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunashindwa kuyaacha. Na tunashindwa kuyaacha kwa sababu hakujapatikana mguso wa kimapenzi ama wa upendo ambao umekita kwenye kiini cha moyo wa mtu huyu, ambapo hisia sasa, feelings za mtu huyu zinabaki zikimuhisi Bwana wake. Nisio kama naeleweka, kama nitakuwa nazungumza lugha ya ndani. Mungu atusaidie kile kitabu cha Mungu anapatikana wapi kitoke. Maana kinacho kilikuwa kitoke sana, naona kinachelewa. Haya maelezo yako kule ndani. Ule mguso wa ndani. Yaani unafika mahali mtu unakuwa unasikia kwamba siwezi kulala. Simofanyia na hivyo. Siwezi kulala. Sasa mtu unachukua simu unapiga mtu, msichana wako unaongea naye masaa. Hakuna kitu mnaongea. Hamuongei biashara, hamuongei chochote. Muongea tu. Hakuna kitu mnaulizana. Mnaongea vitu ambavyo hata mtu akiwasikiliza lazima watu wanaongea kitu gani. Lakini natokana ni kuna mguso fulani ambayo unakuwa umekuja kama smack ukakamatisha nafsi hizi mbili. Kwa hiyo hakuna mtu anayetaka kumwacha mwenzie. Kwa hiyo aidha ni kwenye simu, hakuna anayetaka kuondoka. Aidha ni kwenye kuwa pamoja, hakuna anayetaka kumwacha mwenzie. Yaani nataka tu wakati wote unamsikia ama unamuona ama Vanessa asifiwe sana. Sasa lakini watu hao ambao mwanzoni wamekuwa hivi, ngoja waoane ama ngoja wazoeane. Ile hali unaanza kuona inaanza kuondoka. Alikuwa amemzoea, alikuwa anataka awe karibu naye. Sasa anafika mahali amemzoea. Yuko naye ndani ya nyumba. Hana shughuli naye tena. Kuna kitu kinakuwa kimeondoka. Na ndio unakuta hata ndoa zinakuwa, kwa sababu msingi wa ndoa umejengwa kwenye msingi wa upendo wa wanadamu na Mungu. Huo ndio msingi. Ndio maana hiyo taasisi ni ya Mungu. Na ndio taasisi, ndio institution ya kwanza ambayo Mungu alianzisha kwa wanadamu, ambapo ameijenga kupitia ama ameisimamisha kupitia ule msingi wa yeye, yani wakati yake yeye Mungu na mwanadamu. Ndio akamchukua sasa mwanadamu Adamu na Hawa akawajenga kwenye msingi huo wa ndoa. Ndio maana mpaka mwisho, mpaka Yesu anafananisha swala la kanisa na Yesu kama mume na mke. Kwa sababu huo ndio msingi wa ndoa. Na anapofananisha vile, ana vitu anavyoviangalia na kuvizungumzia pale. Sio mume tu kwa sababu ni mume. Sasa hivi watu wanaishi tu kama majambazi fulani wako ndani ya nyumba wanaishi. Wakitaka kufanya tendo la ndoa wanabakana, wanafanya kwa sababu hakuna feelings. Mwanamume hana feelings na huyo mwanamke, mwanamke hana feelings na huyo mwanamume. Kwa hiyo kinachofanyika pale watu wanabakana tu ndani ya nyumba. Lakini huo unakuwa sio hii ambayo tunaojifunza hapa. Ambayo kwenye na hiyo ndio ambayo watu sasa wanaifanya kwa Mungu. Ndio maana nikasema ndoa ilijengwa kwenye msingi huo. Kwa maana hicho chochote kinachofanyika hapa duniani kati ya mume na mke ndio hicho sasa kinafanyika kati ya kanisa na Mungu na Kristo Yesu. Kwamba watu wamebaki tu kusema nampenda Yesu, naenda kanisani, si naomba, si nafanya nini nafanya. Yaani wako busy na kushughulika na vitu ambavyo wanafikiri kwa kufanya hivyo ndio watamfanya Yesu. Lakini Yesu anatafuta mguso unaotoka ndani ya moyo wako, kwenye hisia zako za ndani, ambazo zitathibitisha na kudhihirisha kwamba upendo wako kwake ni halisi. Na kama ni halisi, ndipo sasa kunajengeka ule ukaribu. Ule ukaribu unajengeka kwa sababu gani? Kwa sababu akishaona sasa zile feelings zako zimemgusa yeye, ndio yeye anakuja karibu yako. Ukaribu haujengi kwa kusema. Ukaribu wako na Yesu haujengi kwa kuzungumza ama kwa kuomba. Ni kwa wewe kudhihirisha kupitia hisia. Ni kama vile pia tunamsema kwenye ndoa. Mtu anakuwa anavyoona mume wake anavyompenda, hata kama alikuwa anamkosea, mwisho atasema kwa kweli simtendei haki. Ndio tunarudi pale nyuma juu ambapo tumeangalia pale, kwa sababu mtu anakuwa hatendi kwa haki, anaonea, anagandamiza. Kwa hiyo sasa unakuta mtu anapokuwa sasa amemweka sasa Kristo ndani ya moyo wake, hisia zake
zinamgusa yeye kwa maana anampenda. Sasa katika udhihirisho wa kwenye nafsi yake, Yesu Kristo atajua kwamba unampenda. Ndio tunasema kwamba hata kwenye ndoa ni hivi. Hata yule ambaye sasa anakosea atasema hapana, nafikiri namuonea huyu, maana namtendea mabaya, lakini yeye maskini innocent ananipenda. Kweli wacha niache. Mungu nisaidie niache tabia mbaya. Mtu anaanza kutafuta namna gani ya kuacha, kama labda ni mwanamume alikuwa anaenda kwa wanawake sana, ama ni mwanamke anaenda kwa wanawake sana, ama alikuwa anamtendea mambo gani mabaya wale, lakini ataanza kutafuta namna gani ya kuweza kujirudi, kwa sababu kuna mguso umeonekana ndani yake kupitia hisia ambazo alizozionyesha wenzake za upendo, ambazo zimekuja zikahuku moyo, zikaanza kumvuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo na kwa Yesu ni hivyo hivyo, kwamba una zile feelings zako za kumpenda yeye zinaenda zinahuku moyo wake, alafu anakuja karibu yako, anakaa anafanya makao na wewe. Utaanza sasa kumuona, kusikia yaani unasikia kububujika. Yaani kuna hali sio wokovu, watu wanakuwa wakavu, yaani kama vile unaanza kusikia kububujika. Hata ukianza kuimba tu unaanza kusikia yale maneno yanageuka kuwa halisi ndani yako, yanajenga uhalisia wa vitendo, lakini unaimba. Kwa hiyo unaanza kusikia tu machozi yanaanza kutoka. Sio kama umepigwa, sio kama una maumivu, lakini machozi ya furaha. Furaha inayotokana na nini? Na ule mguso wa upendo kati yako na yeye. Kwa sababu gani? Umemgusa na zile hisia zako, na yeye amesogea karibu. Kwa hiyo kile ambacho unachokuwa unakisoma kwenye Biblia ambacho unashindwa kuelewa, kile ambacho umekuwa unakiimba labda kwenye tenzi ama kwenye nyimbo, unakuwa unaimba tu farufaru. Sasa yeye anaposogea karibu, anakuonyesha yale ambayo umekuwa ukiyatamka katika uhalisia, kwamba ana express sasa ule upendo kwako. Hausema Yesu nakupenda Maria, anakuja kweli na kuonyesha ule upendo na kukuthibitishia wewe kwamba ni mali yake, anakuweka karibu. Kwa hiyo sasa ule mguso unakuleta wewe kwenye kububujika, unakuleta wewe unasikia tu kwamba hisia zako yani amejaa kwa wingi ndani yako. Sasa hiyo haitokei kwamba mtu umefunga na kuomba ndio akaja, lakini kufunga na kuomba ndio tunafunga na kuomba kwa ajili ya mambo, lakini hichi ninachofundisha ni kipengele ambacho kinakuhitaji wewe kuitendea kazi nafsi. Sasa nafsi tunaziacha tu, tunaiacha nafsi na kuwa iko kiholela, milango iko wazi, shetani anaingia, anafanya uharibifu, anaweka vizuizi, alafu sisi tunabaki na maneno ya kusema. Lakini alafu kwenye nafsi tunashindwa kutendea kazi. Lakini ili uweze kuonyesha kwa vitendo kwa nje, yani ili watu wa nje waweze kuona na kujua kweli Helen anampenda Mungu, kwanza lazima iwe imeumbika ndani yako, mahali ambapo hakuna mwanadamu anaona, bali ni kitu ambacho kinakuwa kinafanyika kati yangu mimi na Yesu mwenyewe. Kwa hiyo yakishafanyika katika ulimwengu wa roho kule ndani na katika nafsi yangu, kwenye hisia zangu, ndipo sasa udhihirisho unakuja kwa nje. Ndio nasema jamani, huyu mama anampenda Mungu. Kwa sababu nini? Kuna kitu ameona, na yule Yesu kweli nampenda, kweli amekuja. Na yeye kwanza anatakiwa ajue kwamba nampenda, aone kwamba nampenda, aje akadhihirishe sasa. Anakuja kudhihirisha kwa ulimwengu kwamba huyu mama ananipenda. Haleluya. Kwa hiyo sasa kitu cha kwanza ambacho mtu utaanza kuona wakati unapokuwa nafsi yako inatumika kuzimu, kulingana na fikra, naelewa tumetoka wapi, huo mtiririko unaokwenda nao. Wakati ambapo nafsi ya mtu inatumika kuzimu kwa sababu tu ya milango ya nafsi ya mtu huyu imekuwa wazi. Kwa hiyo akaruhusu sasa kuzimu kuweza kutumia nafsi yake. Kwamba anapotumia nafsi yake anaweza kutumia kipengele chochote cha ndani ya nafsi. Anaweza kutumia akili, anaweza kutumia nia, anaweza kutumia hisia, anaweza kutumia moyo. Hivyo vyote viko ndani ya nafsi ya mtu. Kwa hiyo inategemea tu, mradi mlango uko wazi, shetani ataamua anakuja kwa lipi. Kwa hiyo anaangalia lile ambalo linaweza likawa rahisi kwake. Kwa hiyo sasa unakuta sasa mtu unaanza kutumika, unaanza kuwa chombo bila wewe kujua, unatumika na kuzimu. Na baada ya hapo ndio hiyo nasema kwamba utaanza kuona kuna distance. Ikishafikia hiyo hatua unaanza kuona kunaanza kutokea umbali kati yako na Yesu. Na umbali huo hautazuia wewe kuomba, hautazuia wewe kuimba, hautazuia wewe kuja kanisani, bali kuna vitu ambavyo vitamzuia Yesu asiwe karibu yako. Bwana asifiwe sana. Yesu anakuwa anashindwa, hawezi. Hata ukikatamani asogee, yani unaona kabisa huku ndani ni kukavu. Unaona kabisa geti limefungwa. Sio kama nazidi lugha ninayozungumza itakuwa naeleweka. Sababu nazungumza vitu vya ndani. Kwamba unaona kabisa, unasikia Yesu. Yesu
anaweza kasogea karibu yangu. Lakini sasa unatafuta namna gani asogee, unaona geti limefungwa. Unaliona kabisa katika mwangazo geti limefungwa. Kwamba ndani yangu sioni kama anaweza kapenya. Sasa kumbe kuna mahali ambapo mimi tayari shetani amezuia na naanza kuona ile distance, naanza kuona kule umbali. Unaona wakati mwingine ndio vitu vingine vya Mungu utakuwa unapuuzia. Kwamba unaona wakati mwingine hata kuja kanisani naona kwamba unaweza usije, hauweki maanani. Mambo ya Mungu huyaweki maanani. Unaona tu kama ni sehemu tu na kama mambo mengine. Lakini yanakuwa hayana priority kwenye maisha yako. Na kamwe usije ukafananisha chochote cha kuhusu Mungu na mambo yako ama mambo ya dunia hii. Yaani Mungu yeye kwanza ndio namba moja. Na inapofika mahali ukaona kwamba umemuingiza kwenye fungu na vitu vya kawaida, kwamba unaweza kumuingiza kwenye mipango yako. Kwamba wakati unapanga mipango yako na yeye unamuingiza pale, yeye lazima atoke pale kwa sababu yeye ni namba moja. Kwamba yeye nafasi yake ni ya tofauti. Na nafasi yake haiingiliwi na mjadala uwango wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata inapofika mahali kwamba nafasi yake Mungu unaanza kuingiza kwenye mjadala na kudebate. Huko ndani kuna debate, sio niende kule nimeambiwa, sio niende hivi, sio niende kwa sababu sio niende kanisani na kudebate. Ukishafika hapo kuna distance. Kwa sababu unaanza kumjadili Mungu na mambo yako. Hapo tayari kuna umbali kati yako na Mungu. Lakini kunapokuwa na ule ukaribu, kunakuwa hakuna kitu kinachoweza kuja kuingilia kati. Yaani kwamba nafasi yake inakuwa ni nafasi yake, na ni kwamba yaani wewe unakuwa ule mlango mfupi, utaona tu kabisa kwa ndani, unaona kwamba hakuna kitu unaona kwamba kinaweza kikaruhusu kikaondoa ule ushirika wako na Mungu. Kwa sababu shetani anazo mbinu nyingi huwa anazitumiana. Kwa mfano, kuna wakati fulani huko nyuma, kuna wakati akanitapeli. Sasa mimi nilikuja kwanza, walikuwa kama wanne katika vipindi tofauti. Yani nilihesabu mara kama 4, kama mara 4 kama mara 5, lakini kwa vipindi tofauti. Yani baada labda ya mwaka, wengine baada ya miezi 6, wengine baada ya miezi 4, wengine baada ya mwezi, wengine baada ya wiki. Nikakaa chini nikajiuliza. Mimi kwanza nikaanza kuingia kwenye rehema. Nikasema Bwana Yesu nisamehe. Ni wapi nimeharibu? Naanza kujichunguza sasa, ndio search hiyo nafanya. Ni wapi nimeharibu mpaka nikafungua mlango wa shetani kuja kwa sura hii? Maana naona roho ya uharibifu ni kama vile imesogea na imeshanipata mpaka naanza kuharibikiwa. Sikutaka kulaumu ama kwanza kusema kwamba Yesu ulikuwa wapi, si malaika mlikuwa wapi. Hizo sasa ndio mambo za kulaumu. Nilianza kujisearch mimi kwamba ni wapi nilifungua mlango kwenye nafsi. Nikiwa katika kuomba vile, ndio roho Mungu akaniambia hivyo ni visasi vya shetani. Ndio maana nikatoa mfano ili niweze kuelezea hapa. Ni visasi. Visasi sasa kwa sababu gani? Yaani kwa ile kazi ambayo nimekuwa nikiifanya, amekuwa akitafuta namna gani ya kuiharibu. Kwa hiyo sasa akawa anaingia sasa kwenye fedha na ili aweze kukamata moyo wangu na kuniwekea ile distance ninayozungumza, kuniweka mbali na Mungu ama kumsogeza Kristo mbali. Kwa hiyo akaona apige mahali fulani ninungunike, niumie na nipoteze ule ushirika na yeye, kwa sababu sasa nikianza kunungunikia zile fedha, ina maana kwamba fedha ndio imekuwa namba moja. Kumbuka hapo nimekuwa nikiwaambia kwamba huwezi kumweka Yesu kwenye mipango ya kibinadamu. Unapokuwa na mipango yako yeye muexclude, mweke pembeni kwa sababu hausiki. Yeye nafasi yake ni namba moja. Kwa hiyo sasa pale ningeanza kushughulikia hizo na kunungunika na kufanya nini, ina maana tayari nishamtoa. Yaani hicho kitu ni ile kwamba huwezi kujua. Ni kama vile wanaochezaga Chelsea chekundu hawajui kama wanaibiwa. Lakini unakuta mtu ni papa unashaka nishaibiwa. Utajua unaibiwa. Sasa hivyo ndivyo ambavyo wanafanya shetani. Yaani saa hiyo kufumba na kufumbua, utakosha mtoa Yesu kamweka huko na ukachukua vitu kaweka na mamoja. Lakini wewe huwezi jua. Wewe sababu unajua tu kwamba ni haki yako. Lakini shetani anakuja kwa sura ambayo na kwa system ambayo inahitaji neema na roho wa Mungu aweze kutusaidia kufahamu. Kwa hiyo kwa ghafla tunashangaa kwamba ushamweka Yesu pembeni huko, umeshamrudisha kule chini ukachukua pesa ukaziweka pale. Sasa mimi nikamwambia Bwana Yesu, kama ndio hivyo, basi neema ya Mungu initoshe. Unaziende. Lakini ushirika wangu na wewe Bwana na ubaki kama ulivyo. Zimeenda, najua bado milango bado iko wazi na bado utanipa. Nikaliachia hapo. Sikutaka tena hata kuzifikiria. Na nimeshasahau, ni leo ndio naona ndio kumbushwa hili niseme katika kusaidia katika eneo hili.
kwamba ni ule mlango alikuwa anatafuta ufunguliwe ili sasa aweze kutengeneza umbali kati yangu mimi na Bwana Yesu, lakini mimi sikufungua. Lakini kuna hasara zilipatikana hapo pembeni wakati anajaribu kufungua ule mlango. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mwizi anapokuja kutaka kufungua mlango, anaweza akaja ametengeneza funguo bandia, anaweza akaja na nyundo kuja kugonga, anaweza akaja na kitu chochote kile akaweka damage vitu fulani ambavyo wakati yeye anatafuta ule mlango ufunguke. Kwa hiyo hayo pia ni vitu ambavyo tunatakiwa tuvifahamu, kwamba unaweza kuwa umemweka yeye katika nafasi ya kwanza, lakini shetani anakuja anatafuta namna gani aweze kumuondoa Yesu pale. Yaani ule upendo na ukaribu wako wewe na yeye katika ule ushirika wa kumpa yeye nafasi hiyo yake namba moja, siku zote shetani anatafuta namna gani ya kuweza kumuondoa. Kwa hiyo katika hali ya namna hiyo unajikuta wewe kufumba na kufumbua kabla hujaelewa nini kinaendelea, unajikuta ushamtoa. Kwa sababu inategemea unabebaje hilo swali. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hayo yote yanafanyika kwenye nafsi, ambapo mtu anje hata juu. Wewe utambwaga Yesu chini, watu hawataona, maana hautamtukana, hautampiga mateke, lakini hiyo battle, hiyo struggle imefanyika ndani kwa ndani. Na wewe upo tu unatembea, na kanisani unakuja, na kuhubiri utahubiri, na kunena kwa lugha utanena, na kuimba utaimba, lakini Yesu shamweka pembeni, kwa sababu ni vitu vinavyotenda kazi katika ulimwengu wa roho vikihusu nafsi, ambapo mwanadamu kwa macho ya damu na nyama anakuwa haoni, kwa sababu vinakuwa havijatendeka kwenye mwili. Kwa hiyo sasa tunaona hiyo distance, anatengeneza haya mazingira ambayo ndio ya kwanza hiyo tumeona, nimeielezea sana, kwamba utaanza kuona umbali ulioko kati yako wewe na Yesu. Lakini kanisani unakuja. Kwa hiyo unaweza kaiangalia moyo wako. Haya ambayo nimeeleza ni machache sana, nimejaribu kuingia ndani lakini kwa uchache sana kudescribe namna gani ambavyo una ule mguso unavyokuwa na namna gani unaweza ukamtoa ukajikuta hayupo na kanisani ukawepo. Kwa hiyo utaitafuta nafsi yako, utautafuta moyo wako, utazitafuta hisia zako, uweze kuona kwamba Yesu Kristo amefit in, yuko huko ndani ama hayupo. Ni kwa sababu ni kitu ambacho unaweza kukifanya kidhahiri. Unaweza kuwa na msichana alafu kisha unasema kwa kweli nilikuwa nampenda, lakini sasa hivi wasema nafsini mwako. Kitu gani kimekufanya uone kwamba umpende? Kwa sababu hisia zako unaziona zimeondoka, kwamba haziko tena kwako. Nilikuwa nampenda kweli, hakuwa ananigusa kwa, lakini siku hizi kwa sababu ndio sasa. Na hivyo sasa ndio uweze kufanya kutafuta hisia zako kwa Yesu Kristo, ili kwamba ujue kwamba hisia zako ziko kwake, ndio ujue kweli wampenda, ndio ujue kwamba kweli uko karibu naye, ama tayari shetani alishakugeuzia kibao bila wewe kujua, na sasa hivi kuna distance lakini wewe hujui. Bwana Yesu asifiwe sana. Na haya ni maeneo ambayo yanakuwa sio rahisi mtu kuweza kugundua, na shetani amecheza na hiyo namba sana kwa kanisa, lakini watu hawajui. Na tuko wengi, na hata watumishi wa Mungu tuko wengi, tunabaki tu kwa picha ile ya nje ya kuonekana, lakini ndani ndio pale katika Mathayo nafikiri sura ile ya sura ya 15 kama sikosea. Mathayo sijui. Sema kwa midomo na nikiri kwa midomo yenu, lakini mioyo yenu iko mbali na mimi. Kwa hiyo tunabaki tu ni Mathayo sura ya 15 mstari wa 8. Nitaanzia kuanzia mstari wa 7. Mathayo 15 mstari wa 7 na kuendelea. Anasema, enyi wanafiki, ni vema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali naye. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa hiyo unaona kwamba unafika mahali kwamba utabaki unamheshimu sasa yeye kwa kinywa chako, lakini sio kwa moyo wako. Moyo wako unakuwa umeenda mbali na yeye. Na watu wengi sasa wako hapo, mioyo yao haiko kabisa, lakini vinywa vinatamka. Na tunafika mahali ambapo tunajidanganya sisi wenyewe. Sasa hii ni ukaguzi wa kwanza. Mtu unatakiwa ujikague wewe uweze kuona kwamba je, kuna hali gani ambayo inaonekana kwangu mimi, Yesu asifiwe sana, katika moyo wangu. Anasema katika hiyo Isaya 29 alikuwa anasema pale kama alivyotabiri Isaya.
Isaya 29 mstari wa 13 anasema, Bwana akanena, kwa kuwa watu hawa kunikaribia na kuniheshimu kwa vinywa vyao, bali mioyo yao wamefarakana nami, na kicho chao walicho nacho kwangu ni maagizo ya wanadamu waliofundishwa. Unaona, kicho chao, yani heshima, yani ile hofu walionayo kwangu na heshima wanaofikiria kwamba wananipatia mimi, hawanipati, haitoki ndani, inatokana na yale ambayo wameyasikia, labda wamefundishwa. Kwa mfano, ndio maana mimi nasema hapa, hata siku moja mimi sitakuja kukwambia kufundisha hapa kwamba mpende Mungu, mpende Mungu. Mimi sitakufundisha vitu ni vya nje kabisa. Sasa watu wanafundishwa hayo, alafu kisha wanayashika hayo ambayo sasa yanakuwa magumu kutendea kazi, kwa sababu kule ndani wamefarakana na Mungu. Sasa mimi nataka tuingie kule ndani, tuweze kushughulika na kule ndani kuliko farakana kule. Alafu sasa tukishatengeneza kule ndani, huko nje ni rahisi, hata kuna wala uhitaji kuambiwa, bali automatically utajikuta wewe mwenyewe unaanza kujitune on, unaanza kuona tu hali inaanza kubadilika, inaanza kutenda kazi vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ni la kwanza ambalo tumeliona. Kwa hiyo ndio search ya kwanza tumesema. Search ya pili, utaanza kujihisi ama kujisikia kwamba hauko hauko mahali ulitakiwa kuwa na yeye, yani na Bwana, lakini uko mahali ambapo haukutakiwa kuwa. Utajiona kwamba hauko mahali ambapo ulitakiwa kuwa, bali upo mahali ambapo hukutakiwa kuwa. Sio kwa maana sasa sizungumzie masuala sio kwenda umehama kanisa umefanya nini. Nazungumza habari za ndani ya nafsi ya mtu. Kwamba nafsi ya mtu itakuwa imejikita katika utendaji wake kwenye eneo ambalo silo analotakiwa kuwa ama sivyo anavyotakiwa kufanya. Kwa hiyo nafsi inakuwa imekuwa imeondolewa katika nafasi yake, katika kile kipengele cha kwanza ambacho tumekizungumza cha kuwa mbali na Mungu. Yaani unaanza kufeel kuna distance. Kwa hiyo nafsi sasa utaanza kuiona kwamba haiko sawa sawa. Hapo mtu huwezi kumdanganya mtu, kwa sababu wewe unajua kwamba utaanza kuona kabisa kwa kweli naomba, kweli naenda kanisa, lakini unaona kama vile niko mkavu. Sasa unaanza kusikia ule ukavu wa nafsi yako, kwamba unaona kabisa hakuna kitu. Mafuta ya Mungu kwako yanakuwa hayapo, kwa sababu mafuta yanamiminwa kwenye nafsi. Nafsi inapokuwa imepokea mafuta, yani kwa maana yake ni nini? Kwamba Roho Mtakatifu anakuwa amepata nafasi ya kukaa ndani. Na Roho Mtakatifu hakai kwenye mwili, anakaa kwenye nafsi. Sasa Roho Mtakatifu anapokuwa amepata nafasi ya kukaa kwenye nafsi ya mwanadamu, ndipo pale huachilia mafuta yake ndani ya mtu huyu. Na yale mafuta anayoyaachilia ndio yale yanayomfanya mtu anabaki akiogelea ndani ya uwepo wake Mungu. Sasa inapofika mahali, kwa sababu ya milango hiyo ambayo tumejifunza ya kwenye nafsi, unafika mahali unaanza kuona ule mlango unapokuwa umefunguliwa. Wewe sasa umefungua mlango, basi wa kwanza kuondolewa, kwa sababu shetani anakulazimisha ama anakutengenezea mazingira ya kufungua mlango ili amuondoe yule aliye ndani. Kwa sababu ili yeye aweze kufanya kitu ndani yako, sharti la kwanza lazima mtoe Roho Mtakatifu. Na ndio vile vile ambavyo ilivyo, ili Yesu aweze kufanya kitu ndani yako, lazima aondoe yale mapepo yaliyomo ndani yako. Anaweza sifa sana. Ndio akae yaingia akae. Shetani anafanya amuondoe kwanza Roho Mtakatifu. Akisha muondoa, ndipo sasa aweze kufanya yale ambayo anayotaka kufanya, yani au kupaya, atawale, amiliki lile eneo la kwenye nafsi. Sasa akisha miliki lile eneo la kwenye ndani, akisha mtoa, ndipo sasa anaanza kukuweka pembeni. Anakuweka na kutoa pale kwenye ile location, anakuweka kwenye location nyingine. Sasa ukishakuweka kwenye ile location, kuna hali fulani ya ndani yako utaanza kuisikia, ambayo unaanza kusikia uko kwenye ukame. Utaanza kusikia ukame wa rohoni, kwamba haupo. Hata kanisani ukija utasikiliza mafundisho, lakini upo tu.
hakuna yani mafundisho hayaendi yakafika yanakotakiwa kwenye kilindi cha moyo ili yaweze kufanya kazi, kwa sababu yule Roho wa Mungu ambaye anayekuaga ndani ndio anayapokea yale ambayo yanaokuja ndani yako na kukuingizia wewe nguvu ya utendaji kazi katika hayo uliyopokea. Sasa shetani anapomtoa, ina maana lile neno linapokuja likiingia ndani yako linakosa mzizi, linakosa makao, linashindwa lifanyeje, linabaki pale tu kama vile liko hewani, kwa sababu yule mhusika wa kulifanya liweze kutenda kazi ndani yako hayupo, ashaondolewa. Kwa hiyo linabaki tu linahengi pale, baada ya muda linasaulika, huyo limeenda, wewe unabakia kuwa mkavu. Na ndio maana Yesu Kristo alitoa mfano, na Mungu ilitosha kuona ile andiko Mathayo. Akatoa mfano wa mbegu zinapopandwa katika Mathayo ile nafikiri 13. Akatoa mfano wa mbegu kupandwa, kwamba mbegu inapandwa kwenye udongo ulio mzuri, na mbegu nyingine ikapandwa kwenye miiba, na mbegu nyingine ikapandwa kwenye mwamba, na mbegu nyingine ikapandwa kwenye udongo mzuri, kwenye mwamba, kwenye mwiba, na nyingine sio ilipanda wapi. Kwa hiyo ile iliyopandwa kwenye mbegu kwenye udongo mbaya, kwenye udongo kwenye mwamba, ikakosa namna gani ya kupenya, na kwa sababu hiyo basi wale ndege wakaja wakala zile mbegu, kwa sababu zilikuwa zimekaa tu pale juu, hakuna mahali zinaenda. Na ndivyo inavyokuwa. Na mbegu hiyo inapokuwa imepandwa kwenye miiba, mtu huyo anakosa, inasongwa na mambo ya shughuli na kila kitu, mambo mengi, basi ile mbegu inabana sana, inashindwa kujitokeza na kuota. Ni hiyo Mathayo 13. Inashindwa kuota. Sura Mathayo 13. Unaona? Sasa mbegu hiyo inapopandwa kwenye udongo ambaye ni mzuri, mbegu hiyo inapata nafasi ya kuweza kuota na kuendelea. Sasa huo udongo mzuri sasa ni ile nafsi ambayo iko vizuri, haijaharibiwa. Roho wa Mungu yuko ndani ambaye anatunza ile nafsi, na ili kuruhusu kila lile ambalo linaloingia ndani ya mtu huyu liweze kutendewa kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kwamba nafsi ya mwanadamu inakuwa kwenye ukame, kwa sababu mbegu inapokuwa imeingizwa ndani ya mtu, hiyo iko kwenye Mathayo sura ya 13 kuanzia mstari wa 24. Mbegu inapokuwa imeingizwa ndani ya mtu, inakuwa haikupata tena nafasi, kwa sababu yule mhusika ameondolewa. Kwa hiyo na mtu ametolewa kwenye ile location aliyotakiwa kuwepo, yuko mahali kwingine. Kwa hiyo ni kama vile ile mbegu inashangaa mahali iko ni wapi, inakosa jinsi ya kufanya na inashindwa nguvu, na mwisho inapotea. Sasa mtu anakuwa hawezi kulitendea neno kazi, hawezi kufanya, hawezi kuwa active mbele za Mungu, hawezi, sisi tunasema anakuwa mvivu. Ndio wale tuliona wanakuwa wanaburuzwa. Nakuta mtu anafanya kazi ya Mungu kwa ulegevu, lakini mkuta kwenye mambo yake hamna shida, kila kitu chake kinakwenda perfect.